السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال إذ رأى نار فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتكم منها بقبس أو أجد على نار هدى. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، متابعون الأعزاء، ndugu zanguni wafuatiliaji wangu wapenzi kabisa katika kipindi vyangu hivi vya fasiri za njozi, biidhnillahi tabaraka wa taala, yarhamukumullah. Leo nitakuletea njozi ya mtu kuota moto. Njozi ya mtu kuota moto ina mambo makubwa sana ndani yake, lakini hata hivyo nitakutaka uende kafanye marajii au marejeo ya hichi nitacho kuzungumza katika kitabu chetu hiki kinachoitwa Jami'ul Litafsir al-Ahlam wa Ta'tir al-Anami lil'allamatayn Ibn Sirin wa Nablusi. Fanya marajii katika kitabu hicho, utakuta wanachuoni hawa wakubwa namna gani walivyoweza kuelezea mambo makubwa kabisa yanayohusu majambo ya njozi. Nipende tu kusema njozi si tatizo katika maisha mazima ya mwanadamu, lakini pia njozi ni kitu ambacho kimeruhusika katika sheria ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, lakini pia kimeruhusika katika sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtu asione kwamba njozi ni ushirikina au ni kuwapotosha watu, la hasha, bali njozi ndani yake kuna ibra nzito sana ambayo mwanadamu anatakiwa aweze kuipata. Ndugu yangu, kabla sijaendelea, kwanza nipende kukwambia katika chini ya video hii kuna maneno yameandikwa kwa rangi nyekundu, yameandikwa subscribe. Maneno hayo yabonyeze mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo hiyo ibonyeze mara moja, kisha itakuja maneno yaliyoandikwa all, kisha nayo yabonyeze mara moja. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejiweka na kuwa mwanafamilia mwenzetu katika channel yetu hii pendwa, biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo utaendelea kupata mambo mazuri kila yanapokuwa yakitoka kwa uwezo wake subhana. Inshallah ikhwani, leo nakuletea njozi ya moto. Niseme kwamba njozi ya moto inajulisha mambo mengi sana. Inajulisha ufalme, njozi ya moto inajulisha ufalme kwa nuru yake na usultani wake, kwa vile vilivyokuwa vinyonge kwake na kutokana na madhara yake na manufaa yake. Ndiyo maana moto katika njozi unaanza kwa nukta hiyo, nikisema kwamba kuota moto maana yake ni ufalme, kwa kuwa nuru yake ina usultani wake unakuwa ni mkubwa sana na kuangazia kwa vile vitu ambavyo vilivyokuwa ni vinyonge kwake. Lakini pia na pengine njozi ya moto inajulisha Jahannam na adhabu za Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Kwa hiyo mtu kuota moto, pia njozi hiyo inajulisha Jahannam, lakini pia inajulisha adhabu na ghadhabu zake subhanahu wa subhana. Lakini pia na pengine njozi ya moto inajulisha madhambi ya mja, makosa yake na haramu afanyayo na kila kitu cha kivitendo au maneno yanayofanywa na mtu aingie kwenye makosa. Basi ndiyo maana ya kuota moto
usingizini. Lakini pia pengine pia njozi ya moto inajulisha uongofu, kuongoka. Lakini pia moto unajulisha Uislamu. Lakini pia moto katika njozi unajulisha elimu. Lakini pia moto katika njozi unajulisha Qur'an, kwa kuwa moto hutoa nuru na kumfanya mtu kupata mwangaza kutokana na giza, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala katika suratu Taha aya ya 10. Mwenyezi Mungu anauelezea moto, na Ibn Sirin na An-Nablasi wameweza kutolea mfano kuelezea moto kwenye njozi, kwa maana ikawa na maana ya Uislamu, maana ya kuongoka mtu, maana ya elimu, maana ya Qur'ani na kadhalika. Kwa sababu hata Mwenyezi Mungu ameuelezea moto kuwa unaweza kuleta uongofu kwa mja wa Allah tabaraka wa taala. Subhana anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, idh ra'a nara فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على نار هدى. صدق الله العلي العظيم. Maneno haya Mwenyezi Mungu anayasema kwa kumwelezea Nabii Musa kwamba wakati Nabii Musa alipoona moto akasema kuwaambia ahali zake kwamba kaeni hapa, nisubirini, mimi nimeuona moto, kwa hakika nitakuleteeni kutoka katika huo moto kijinga cha moto ambacho mtapata kuweza kuondoshea baridi na kadhalika, au nikapata uongofu kutoka kwenye huo moto. Na kweli alipokwenda kule, alipofika akaribia katika ule moto, akaambiwa inni ana Allah, Musa, mimi ndo Mwenyezi Mungu, vua viatu vyako. Akavua viatu vyake, na hapo wakaanza kuongea yeye na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ikawa katika hali kama hizo. Lakini pia njozi ya moto inaweza kujulisha riziki. Njozi ya moto inaweza kujulisha faida. Njozi ya moto inaweza kujulisha utajiri, kwa kuwa katika moto kunapatikana maisha ya mwanadamu mwenye kusafiri, na hata mkaazi pia anapata manufaa kutokana na moto, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Waqi'a aya ya 73 baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Haya ni maneno Mwenyezi Mungu anauelezea moto katika suratu Waqi'a. Lakini pia tunasema kwamba njozi ya kuota moto inajulisha majini, kwa kuwa majini wameumbwa kwa moto samumi. Mwenyezi Mungu ameeleza namna gani chanzo asili ya maumbile ya kijini, wakati Mwenyezi Mungu alipowaumba majini, au alipomuumba jini wa kwanza kabisa, kaumbwa min nari samumi, kaumbwa kutokana na moto unaitwa samumi. Kwa hiyo kuota moto kunaweza kujulisha majini pia. Itategemea zote hizi tafsiri nazo kuanzia, yani ni kwamba moto kama moto tu, kwamba nimeona moto basi maana zake ndo kama hivyo zinakuja. Sasa itategemea sasa ule moto uliuota katika hali gani. Yani kabla ya kuota moto, mwanzoni mwake mwa hadithi hiyo kulianza kitu gani mpaka kufikia kuja kuota moto. Lakini pia baada ule moto kuna maelezo gani, muendelezo gani ulioendelea baada ya kuota moto. Kwa hiyo tafsiri zote hizi zinazokuja hapa itategemeana namna gani wewe njozi yako ilivyokuja kwako. Biidhnillahi tabaraka wa taala, ya rahmakallah, Mwenyezi Mungu akuongoze katika njozi ya kuota moto. Kwa hiyo iko katika hali kama hivi. Lakini pia njozi ya kuota moto inaweza kujulisha
kwamba maana yake ni panga, au njozi ya moto ikajulisha fitna. Ikiwa moto huo muotaji ukiwa unatoa yani ule moto alivyouona yule muotaji, moto ule ukawa unatoa sauti na radi zake, yani ile unajua moto ukiwa ni mkubwa sana unasikia yani vitu kama hivyo yani, lakini kuna ile lahibu yake ile yani vitu vya namna kama hizo. Kwa hiyo mungurumo wake na radi zake na ndimi zake na moshi wake, yani ndimi zake ni ile unakuwa yani vitu kama hivyo, lakini kuna zile cheche zinatoka katika moto husika. Kwa hiyo tunasema katika hali ya namna hiyo inajulisha fitna, inajulisha panga na kadhalika katika mtiririko wa namna hiyo. Lakini pia tunasema na pengine njozi ya kuota moto inaweza kujulisha adhabu za sultani, adhabu za sultani au adhabu za raisi au adhabu za waziri au adhabu ya kiongozi yoyote kama mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkuu wa polisi na kadhalika, kulingana kwamba pale wewe ulipoota nani ambaye yupo juu yako katika uongozi uliopo au katika sekta ulipo na kadhalika. Kwa hiyo moto unaweza kujulisha katika hali za namna hiyo. Tunasema kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye adhabu au ndiye mwenye kuadhibu kwa moto, na ndiye sultani na ndiye mmiliki wa dunia na akhera. Hiko katika hali ya namna hiyo, katika hali ya kuota njozi ya moto usingizini. Lakini pia tunasema na pengine pia njozi ya kuota moto inaweza kujulisha maradhi sugu, lakini pia inaweza kujulisha maradhi ya kichawi. Lakini pia njozi ya kuota moto inaweza kujulisha maradhi ya kishetani. Lakini pia njozi ya kuota moto na inaweza kujulisha maradhi ya kuambukiza kama vile corona, sijui kaswende, sijui gono, sijui vitu gani huko, vimaradhi vile vya kuambukiza. Pia njozi ya moto inaweza ikajulisha katika hali za namna kama hiyo. Lakini pia tunasema kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa moto umedondoka kutoka mbinguni ukiwa umeambatana na ndimi zake, yani ule moto ulivyotoka ule mbinguni unakuja kudondokea ardhini, lakini ukiwa umeambatana na ndimi zake. Tunapozungumza ndimi za moto ni zile ncha za mwishoni zile za ule moto wenyewe, acha yale makaa ya moto, vitu kama hivyo yani. Sasa ukiwa umekuja katika hali ya namna hiyo, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba hiyo ni fitna, lakini pia hayo ni mapanga, lakini hiyo ni bunduki, itatokea eneo hilo. Watu wanaweza kupigana mapanga, au katika eneo hilo kukawa na fitna kubwa sana inaweza kuja kutokea, au katika eneo hilo pia kunaweza kukawa na matatizo ya kupigana mabunduki na kadhalika, sima vita kama hivyo. Hiyo ndiyo maana ya njozi ya kuota moto ukitoka mbinguni, lakini ukiwa umeambatana na ndimi zake. Ama nukta nyingine tunasema, kama mtu atauota moto ukidondoka kutoka mawinguni ukiwa ni kaa la moto, yani moto umetoka mbinguni lakini si hauna zile ndimi zake, bali umekuwa ni kaa la moto ndio linakuja moja kwa moja kuja ardhini, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo. Tunasema hayo ni maradhi mazito yatakayotokea au kutatokea mabalaa mazito. Hayo ni maradhi mazito yatakayoweza kuja kutokea, au maana yake nyingine ni kwamba hayo ni matatizo mazito yanayoweza kuja kutokea. Sasa matatizo gani? Itategemeana na njozi yako ulivyoyota ilikuwa katika mtiririko wa namna gani. Lakini pia nukta nyingine, ikhwani, ndugu zangu, biidhnillahi tabaraka wa taala, tunasema pia ikiwa mtu ataota anawasha moto katika njia inayopitwa na watu kwa lengo la kutaka kuweka nuru ya kuongoza watu katika giza, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo.
Mathalan, pako sehemu ya giza vijijini huko na kadhalika. Sasa akawa amewasha moto kutaka watu waweze kupata nuru, watu waweze kuja kujua kwamba pale kuna watu tunaweza kuja kupata msaada na kadhalika. Basi hiyo njozi inamjulisha haya yafuatayo. Tunasema hiyo ni elimu utakayoipata, au utapata uongozi na utapata watu wengi watakao kusaidia kuingia katika uongozi. Sawa? Hiyo ni elimu kwa wewe muotaji, lakini pia inaweza kuwa kwa maana nyingine kwamba maana yake utakuja kupata watu wengi sana ambao watakuja kusupporti kuja kuingia katika uongozi. Kwa hiyo kama kipindi kama hiki tulichonacho, kwa wale ambao wanagombea sijui ubunge, sijui diwani, sijui urais, kama anakuja kupata njozi ya namna hii, basi ni bishara tosha kabisa ya kuja kumuelezea kwamba huko unakokwenda kuna mafanikio na watu watakuunga mkono. Lakini pia tunasema kwa mtu atakayeota akaota moto upo pembezoni ya njia, moto uko pembezoni mwa njia, na moto huo ukawa unamuunguza kila anayepita njia hiyo, au moto huo ukawa unamtupia cheche zake kwa kila anayepita katika njia hiyo, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba huyo ni kiongozi muovu na mjeuri atakaye kufanyia uovu. Hiyo ndio maana yake. Moto uko pembeni ya njia, lakini kila anayepita lazima ungue, au anayepita lazima zile cheche zimpate. Basi huyo ni kiongozi muovu ambaye atakuja kufanyia maovu. Mwenyezi Mungu akunusuru na akulinde kutokana na huruma yake subhanahu wa subhana. Ikhwani, ama nukta nyingine tunasema pia mtu atakayeota kuwa moto umezima, mtu akaota moto umezima na palipokuwa penye moto, yani ile sehemu palipokuwa moto pakabakia majivu, pale ile sehemu moto ulipokuwepo basi pakabakia majivu, au uliuzima wewe mwenyewe huo moto kwa ajili ya kwa maji, au moto ukauzima kwa mvua, basi njozi hiyo inajulisha haya yafuatayo. Inakujulisha kwamba utakuwa rofa, utafilisika, utafukuzwa kazini, au utafukuzwa sehemu yako ya kazi. Hii ndiyo maana halisi ya kuota moto katika usingizi, naru fil manami. Ama nukta nyingine ya kuota moto usingizini, tunasema pia mtu atakayewasha moto katika maji katika mji ambao asiyouishi. Mtu akawasha moto katika mji ambao asiyouishi, yani umeota ndio unawasha moto katika njozi yako. Hiyo unavyowasha moto ni nje ya mji wako unaoishi wewe, lakini kwa lengo la kutengeneza chakula aweze kupika na kadhalika, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba unatafuta mali au riziki kwa kumtumikia sultani au kiongozi. Ndio maana yake. Mathalan, watu wamesafiri, ametoka eneo hilo anakwenda sehemu nyingine huko, akafika huko akawasha moto kwenye kijiji fulani, bado safari yake mathalan pengine inaendelea, lakini katika ule mji aliowasha sio mji wake yeye. Kwa hiyo iko katika hali za namna hiyo, kwamba unatafuta mali na riziki kwa kumtumikia sultani au kwa kumtumikia kiongozi wako. Pia tunasema ikhwani, nukta nyingine ya kuota moto usingizini, tunasema pia mtu atakayeota anakula moto, yani umelala usingizini kisha ukaota unakula moto, basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba hiyo ni mali ya haramu na riziki chafu na ni mali ya yatima. Unaota unakula moto, hiyo ni mali ya yatima. Unakula moto, maana yake hiyo ni riziki chafu, hiyo ni mali ya haramu unayokula. Kwa hiyo jichunguze katika njozi zako unazoota katika hali kama hiyo, na wewe ukijikuta unakula moto usingizini, basi tambua, jichunguze katika mali zako. Ama nukta nyingine ya kuota moto usingizini, tunasema ya kwamba pia ikiwa moto utauota
unakuongelesha, ukaota usingizini kwamba moto unakuongelesha ukiwa karibu yako, au moto ukiwa katika chombo, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba huyo ni jini anayekunyemelea kwa kukutia maradhi. Iko katika hali ya namna hiyo, Mwenyezi Mungu atunusuru. Ama nukta nyingine ya kuota moto usingizini, naru fil manami, tunasema pia atakayeota katika njozi akichochea moto, unaochochea moto, unaopulizia na kadhalika, ili moto uzidi kuwaka zaidi, ili ajikinge na anauchochea ule moto ili ajikinge na kujitia joto katika mwili wake kutokana na baridi, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba unachochea maendeleo yako ya kimaisha, kwa kuwa baridi ni urofa. Baridi yenyewe tu usingizini, kuota njozi ya baridi ni urofa. Sasa umeota unachochea moto ili uweze kujikinga na baridi, maana yake unachochea maendeleo yako ya kimaisha na kufukuza urofa katika maisha yako. Ama njozi ya kuota moto usingizini, nukta nyingine tunasema pia ukiota unachochea moto ili upikie chakula, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo. Tunasema hiyo ni bishara ya mafanikio katika familia. Ndiyo maana yake, Mwenyezi Mungu ajalie kheri biidhnillahi subhanahu wa subhana. Ama nukta nyingine ya kuota njozi ya moto, tunasema pia kama utaota umeshika kijinga cha moto, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utapata mali ya haramu kutoka kwa kiongozi kama raisi, waziri, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, yani wale viongozi wakubwa wale, basi utapata mali ya haramu kutoka kwake, kwa sultani, kwa mfalme na kadhalika. Ama unapolala ukaota njozi ya moto usingizini, naru fil manami, nukta nyingine tunasema hivi, atakayeota kuwa kiota unarukiwa na cheche za moto, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utasikia maneno ya kukerahisha, ndiyo maana yake. Lakini pia nukta nyingine ya kuota njozi ya moto usingizini, tunasema pia atakayeota kuwa mkononi mwake kashika kijinga cha moto kisha akaenda kuchoma makazi ya watu, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba utaleta shari na kuwadhuru watu, na utachonganisha mkubwa baina ya utaleta uchonganishi mkubwa baina ya watu. Iko katika hali ya namna hiyo, kuota na kijinga cha moto ukawa unaenda kuchoma nyumba za watu. Ama nukta nyingine ya kuota moto usingizini, naru fil manami, tunasema pia mtu atakapoota moto anateketeza mali zake mwenyewe, mali zake akawa anaziteketeza kwa moto. Subhanallah. Yani biashara zake au duka lake, akaota moto unateketeza mali zake. Unaota duka lako kama linaungua moto, unaota nyumba yako imeungua moto, unaota sijui nani gari lako linawaka moto na kadhalika, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo kwa hurma na utukufu wake subhanahu wa subhana. Tunasema hiyo biashara au mali ina unafiki ndani yake. Ukiota katika hali ya namna hiyo, basi biashara yako hiyo ina unafiki ndani yake. Ama nukta nyingine ya kuota njozi ya moto usingizini, naru fil manami, tunasema pia kiongozi au mfalme au raisi au waziri au mkuu yoyote akiota kaungua katika utosi wake kwa moto, yani katika utosi wake akaungua kwa moto, basi njozi hiyo inamjulisha kuwa kiongozi huyo atadhalilika. Hiyo ndiyo maana yake. Kwa hiyo ninyi ambao mnagombea vyeo huko, sijui vyeo gani, Mwenyezi Mungu akuongozeni, akujalieni kheri na mafanikio tele, lakini ukija kupata njozi ya namna hiyo si nzuri kwa upande wako, ni kumuomba tu subhana wa subhana akuondoshee shari hiyo kwa huruma na utukufu wake subhana.
Inshallah, nukta nyingine ya njozi ya kuota moto usingizini, tunasema mtu akiuona moto ukiwa karibu yake, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utaingia katika shida. Anasema Allah katika suratu Kahfi aya ya 53 baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, waraa al-mujrimuna nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrafa. Maneno haya Mwenyezi Mungu anasema waovu watauona moto, waovu watauona moto na watajiona moja kwa moja wanaingia katika moto huo, na watakapokuwa katika moto huo hawatopata masrafu yoyote ya kuweza kupenyea. Pia anasema Allah subhanahu wa subhana katika suratul Furqan aya ya 65 baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana gharama. Allah anaeleza kuhusiana na moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atuondoshee moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atulinde na moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atupe hatima njema. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa katika waja wema. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa katika watu ambao tunaofuata sheria na maelezo yake, makasidi yake, na tuwe katika watu ni shakira, na wala tusiwe katika watu wale waliosema ni kafura kwa uwezo wake subhana. Tunasema pia nukta nyingine ya kuota njozi ya moto usingizini, kwamba pia mtu anapolala kisha akaota kuwa kaingia katika moto wa Jahannam, subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma inna na'udhu bika min sharri Jahannam, subhanallah. Mtu akaota anaingia katika moto wa Jahannam, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba umezidisha madhambi. Punguza mambo yako yaliyokuwa ni machafu katika maisha yako. Mwenyezi Mungu atunusuru na tatizo hili na balaa hili. Mwenyezi Mungu atupe hatima njema. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni watu wema, tuweze kuja kukutana naye katika siku ya kiyama. Allahumma hidina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amina ya Rabbi. Kwa hiyo atakuwa katika hali ya namna hiyo, kuota anaingia katika moto wa Jahannam, maana yake umezidisha madhambi. Punguza madhambi ndugu yangu, achana na maasi, achana na wizi, achana na ukabaji, achana na uzinifu, achana kutokusali, achana na dhulma, achana na riba, acha usengenyaji ndugu yangu, wahurumie watu, subhanallah, ya salam. Lakini pia nukta nyingine ya kuota moto wa Jahannam, pia tunasema atakayejiona katoka ndani ya moto na akawa hajadhurika kwa moto huo, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba jiandae kukumbana na shida za duniani. Ndiyo maana yake, ukiota unatoka katika moto wa Jahannam au moto alafu ukawa bado hujadhurika na ule moto, basi unaambiwa jiandae na shida za duniani. Pia ikiwa mtu ataota kuwa anakunywa maji ya moto kutoka katika moto, na akala chakula cha moto, na akala miba ya moto, subhanallah,
Ya salam, Mwenyezi Mungu tunusuru. Basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo kwamba utatafuta elimu, kisha utaipata elimu hiyo, kisha elimu hiyo itakupelekea kupata mabalaa yako na mambo yako yatakuwa magumu sana na utamwaga damu sana kwa sababu tu ya elimu yako. Subhanallah, Mwenyezi Mungu atuongoze. Hizi ni njozi nzito sana ambazo zinazowakuta baadhi ya ndugu zetu. Lakini pia nukta nyingine ya kuota moto. Tunasema mtu anapolala kisha akaota uso wake umekuwa mweusi sana kwa kuungua na moto. Subhanallah, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo: unasahibiana na adui wa Allah tabaraka wa taala na unaridhia matendo machafu ya sahiba wako huyo. Hii ndiyo maana yake. Edha wewe unasali, unamwabudia Mwenyezi Mungu, unafuata sheria za Mwenyezi Mungu, lakini wale ambao unasahibiana nao wana mambo maovu, wana mambo kutisha kabisa, na bado wewe moyo wako hata ukusuti yani kusema kwamba moyo umie, kwa nini wenzangu wanafanya hivi? Kwa nini basi nisiweze kujitenga nao nikawa peke yangu katika hali za namna hiyo? Kwa hiyo ni njozi nakwambia jiangalie usije kaingia katika mtihani kama waliokuwa nao wenzako. Ama nukta nyingine ya kuota njozi ya moto, tunasema mtu anapolala kisha akajiona kuwa kafungwa gerezani, lakini gereza lenyewe lipo ndani ya moto. Subhanallah, subhanallah. Na ukawa hujui uliingia muda gani humo ndani ya hilo gereza na moto ukiwepo. Basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo kwamba hicho ni kifungo cha kichawi na ni kifungo na minyororo ya kishetani. Pia huo ni urofa wako hapa duniani na utakuwa ni mwenye huzuni sana katika maisha yako na mwenye kunyimwa msaada hata kwa aliyekuwa karibu yako. Hiyo ndiyo maana ya njozi hiyo. Mwenyezi Mungu atuongoze, atupe taufiki iliyokuwa njema. Na unapata njozi kama hii, basi inua mikono kwa Mwenyezi Mungu, fanya dua ili kuondosha balaa hilo. Ama mtu anapolala kisha akaota moto usingizini, tunasema pia kama mtu atalala kisha akaota kuwa anaburuta au anaburura kijinga cha moto, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo: ni kwamba utakata mashingo ya watu katika sherehe au katika mikusanyiko, au utazua fitna kubwa sana itakayoenda kuwaua watu bila sababu ya aina yoyote. Kwa ukipata njozi kama hii, jitahidi kujichunguza mambo yako unayoyafanya katika hali ya kawaida yasije kaleta madhara kwa watu, na muogope Mwenyezi Mungu subhanahu wa subhana. Ama njozi ya kuota moto, nukta nyingine tunasema kwamba kama mtu atalala kisha akaota kuwa anaabudia moto, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo kwamba unapenda sana vita au unamtii sana shetani katika maasi. Ndiyo maana yake kuabudia moto. Ama nukta nyingine ya kuota moto usingizini, naru fil manami, tunasema kama mtu atalala kisha akaota kuwa anakota moto ili kujipa joto katika mwili kwa moto wakati wakipwa, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo kwamba utapata utajiri. Hiyo ndio maana yake, na Mwenyezi Mungu ajalie kheri kwa uwezo wake. Ama mtu anapolala, tunasema kama mtu ataota kisha akalala kisha akaota kuwa anauza moto, unauza moto, haya moto shilingi 500 moto, haya moto nauza, subhanallah. Basi na akanunua bustani kwa moto ule, au kanunua kitu chochote kwa pesa uliopata kwa moto ule, basi njozi inakujulisha haya yafuatayo kwamba utauza nyumba yako na utanunua shamba. Hiyo ndio maana yake. Ama nukta nyingine ya kuota moto usingizini, tunasema kama mtu atalala kisha akaota kamuona mtu anaingizwa katika moto na akaanza kuadhibiwa,
Yaani wewe umelala lakini unamuona mwenzako ndo ameingizwa motoni, kwenye moto, sio moto wa Jahannam, hata wa hapa duniani, lakini yule mtu unayemuona anaanza kuadhibiwa kule katika ule moto. Basi njozi inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utapata hasara katika mali zako na umebebanisha madhambi juu ya madhambi. Yani hujamaliza hili ukaongeza dhambi, wewe kwamba wewe riba kwako, wizi kwako, dhulmati kwako, zina kwako, sijui usengenyaji kwako, kutokuswali kwako, yani vyote wewe unapandikiza. Hiyo ndiyo maana ya njozi hiyo. Lakini pia tunasema nukta nyingine kwamba kama mtu kalala kisha akaota kuwa kauona moto wa Jahannam, kiukweli kabisa kwamba umelala haupo Jahannam, lakini unauona ndo moto ule pale, moto wa Jahannam, basi njozi na kujulisha haya yafuatayo, kwamba jihadhari na sultani, au jihadhari na raisi, au jihadhari na waziri, au jihadhari na kiongozi yoyote mkubwa. Ndiyo maana yake. Kwa hiyo kama kuna makosa unayofanya huko, achana na makosa hayo, utakuja kutumbuliwa. Tenda haki kwa walio chini yako, usije ikawa mtihani tena ukaja kupata matatizo. Ama nukta nyingine ya kuota moto usingizini, tunasema kama mtu kalala kisha akaona moto unawaka ukitoa tuendelea. Ama nukta nyingine ya kuota moto usingizini, yani naru fil manami, tunasema kama mtu kalala kisha akaona moto unawaka ukitoa nuru yake inawaka, inaangaza, au unalala unaona ule ni moto lakini nuru yake inawaka vizuri kabisa, mashaallah, na pembezoni mwake kuna mtu amekaa katika ule moto unaotoa nuru, na pembezoni mwake kuna mtu amekaa. Basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba mtapata baraka tele sana kwa wakazi wa eneo hilo, wewe mwenyewe na mpaka kijiji kizima au mji huo, kutakuwa na neema kubwa kwa idhini yake subhanahu wa subhana. Ama nukta nyingine ya kuota moto katika usingizi, naru fil manami, tunasema kama mtu kalala kisha akaota kuwa moto upo chini na juu yake, yani chini yake kuna moto na juu yake kuna moto, alafu moto upo chini na juu, yani moto upo chini, halafu juu ya ule moto kuna chungu, au kuna kama vile mapishi vile, mtu jikoni vile ameweka, kuna moto halafu juu yake kuna chungu au kipikio chochote, na chungu hicho hakina chakula, hakina chochote kinachopikwa katika kile chungu. Basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utatafuta matumizi ya nyumbani kwako lakini hutopata. Utatafuta matumizi ya nyumbani kwako lakini hutopata. Ama nukta nyingine ya kuota njozi ya moto usingizini, tunasema naru fil manami, kwamba kama mtu kalala kisha akaota kuwa anawasha moto, lakini moto huo unazima, kila kiwasha unawaka unazima, kila kiwasha unawaka unazima, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utajiuzulu, utaachika, utafukuzwa kazi. Uzuru kwenye kazi zako huko ulizokuwa unafanya, pametokea mambo, utajiuzuru. Utaachika, labda umeolewa mwenyewe, utakuja kuachika kwa mumeo, lakini pia utafukuzwa kazi. Ndiyo maana ya kuota moto katika hali hiyo. Ama nukta nyingine ya kuota moto usingizini, naru fil manami, tunasema nukta hii, kama mtu kalala kisha akaota kuwa moto umeunguza baadhi ya nguo zake au baadhi ya viungo vyake, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo. Tunasema utapatwa na msiba kulingana na sehemu ya nguo au kiungo kilichoungua. Utapatwa na msiba kulingana na sehemu ya nguo ilivyoungua. Kama nguo iliungua kidogo, basi msiba huo ni wa kawaida tu. Kama nguo iliungua yote, basi huo msiba ni mkubwa. Na kama kiungo kiliungua kidogo, basi msiba ni wa wastani tu. Na kama kiungo kiliungua kwa kiwango kikubwa, basi na msiba huo ni mkubwa. Iko katika hali ya namna hiyo.
Lakini pia nukta nyingine ya kuota njozi ya moto usingizini, naru fil manami. Tunasema kama mtu atalala kisha akaota kuwa anawasha moto katika mlango wa sultani, au anawasha moto katika mlango wa raisi, au akaota anawasha moto katika mlango wa kiongozi yoyote kama waziri, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na kadhalika, basi njozi inamjulisha haya yafuatayo, kwa na utakuwa uongozi wako kwa uwezo wake subhanahu wa subhana. Inshallah Mwenyezi Mungu akuongozeni nyinyi wenye kutakavyo vyeo huko maserikalini, sio wapi na nini. Haya, Allah karima, mtuongoze kwa wema, kwa hurma na hekima alizokupeni Mwenyezi Mungu subhana anza wa jalla. Ama nukta nyingine ya kuota moto usingizini, tutasema kama mtu atalala kisha akaota kuwa moto unatoka nyumbani kwake kuelekea nje, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba utapata uraisi, uwaziri, utapata ukuu wa mkoa, utapata ukuu wa wilaya, utapata sijui ukuu wa polisi, utapata biashara, na biashara zako zitaenda vizuri kabisa, zitanyooka kama unavyotaka, kila unachokishika wako ya kheri. Ukiota moto umewashwa nyumbani kwako, halafu ule moto unatoka unawaka kwenda nje. Lakini pia nukta nyingine ya kuota moto usingizini, tunasema naru fil manami, kwamba kama mtu atalala kisha akaota kuwa cheche ya moto ile aliyowasha imeangaza kuanzia mashariki mpaka magharibi. Umewasha moto kisha pakatoka cheche, ile cheche ilivyoruka ikaenda kuwa nuru kubwa kabisa, ikaangaza kuanzia mashariki mpaka magharibi. Ya salam. Basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba basi hiyo ni elimu yako itakayoangaza mashariki mpaka magharibi. Ya kuota njozi ya moto usingizini, naru fil manami, tunasema kama mtu kalala kisha akaota kuwa kakaa juu ya makaa ya moto, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba utakuwa karibu ya sultani, utakuwa karibu na raisi, utakuwa karibu na kiongozi mkubwa kabisa, na utakuwa ukifichua siri zako zote kwa kukaa kwa kutaka kujikomba kwa kiongozi huyo. Hiyo ndio maana yake. Ama nukta ya mwisho kabisa leo hii nitakomea kwa siku ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala. Nukta ya mwisho ya njozi ya kuota moto, yani naru fil manami, tunasema kama mtu atalala kisha akaota kuwa yupo katikati ya moto na hapati athari yoyote ile, yani kuungua wala nini, haungui, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba utapata ukweli, yani utakuwa ni mkweli, utakuwa ni mwaminifu, utukufu utaupata, pia uongozi utaupata, na maadui zako watakukimbia. Hiyo ndiyo maana ya njozi hiyo, nukta hiyo. Nikukwambia ya kwamba ni mali yako, njozi yako ni mafanikio yako, njozi yako ni maisha yako. Usidharau njozi yako, ilinde njozi yako, itunze njozi yako, ifuatilizie njozi yako. Kuna makubwa sana pengine unaweza kuwa unayakosa kwa sababu tu njozi yako huifuatilizii. Nilikuelekeza ili uweze kufikia mafanikio, pita hivi, fanya hivi, ukadharau na hatimaye ukaendelea kuwa katika hali ya namna hiyo. Au mabalaa ulionayo, pengine njozi ishakupa taarifa kabisa kwamba fanya hivi, uweze kuepukana na mabalaa hayo, ukapuuzia na hatimaye mabalaa yakakukuta. Njozi zimethibiti katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Njozi zimeelezwa na Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Njozi zimeelezwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema njozi njema hutoka kwa Mwenyezi Mungu na njozi mbaya hutoka kwa Sheitani. Inshallah, kabla sijakuaga nipende kukwambia hapo chini ya video yako upande wako kuliani kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe, yabonyeze mara moja maandishi hayo, kisha itakuja alama ya kengele, nayo hiyo ibonyeze mara moja, kisha itakuja maneno yameandikwa all,
bonyeza tena mara moja. Hapo utakuwa umejiweka kuwa ni mwana familia wetu katika chaneli yetu hii pendwa, na utaendelea kupata mambo mazuri biidhnillahi tabaraka wa taala. Utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kufikiwa na taarifa kila inapoingia katika TV yako hii inshallah. Ni mimi ndugu yako Sheikh Khamis Suleimani, ni kuage kwa kusema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.